Simama mahali ulipo tuweze kuinua mahitaji yetu mbele za Mungu. Umuoneshe Mungu mahitaji yako na umuoneshe Mungu mahitaji ya kanisa hili. Ninakushuhudia wazi ya kwamba Mungu anakuwa na mipango mingi sana mazuri kwa ajili ya kanisa hili. Na kwa sababu ya Ibilisi ni mtu ambaye anaonaka mambo ya kiroho, anayaona yale ambayo Mungu ametuandalia mahali hapa, na ndio kwa maana hawezi kutuacha na amani. Lakini atatuacha na amani ikiwa tutasimama imara katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatuacha na amani ikiwa tutajitoa kweli kweli kumtumikia Mungu katika roho na kweli, ili kazi za Mungu ziweze kusimama. Mahali ulipo, yaombee mahitaji yako na uombee mahitaji ya kanisa hili, ili Mungu aendelee kusimama juu ya kanisa hili kwa zile ahadi zake ambazo ameziahidi kanisa hili. Bwana asimame ili aweze kuzitimiza. Karibu kwa maombi. Na kanisa lako limewindwa, Yesu fanya njia. Karibu kwa maombi, karibu kwa maombi. Jisikie kuyainua mahitaji yako mbele za Mungu, na hapo yainue mahitaji ya kanisa mbele za Mungu. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, tuko mbele za uso wako mara tena jioni ya leo Bwana. Wewe ambaye Bwana ulisema ya kwamba tuyalete mizigo yetu yote kwako na wewe utatupumuzisha. Kanisa lako Bwana limesimama mbele za uso wako. Wewe ambao unayechunguza, unajua na kuelewa vita vyote ambavyo ulimwengu wa giza unavyoviandaa kwa ajili ya kazi zako mahali hapa. Bwana wa neema, tunakualika Kristo, acha usimame kwa ajili ya huduma hii ambao Mungu umesimamisha mahali hapa. Tunahitaji mkono wako Kristo wenye nguvu na uwezo, ukiweza kusimama Bwana kwa ajili ya kazi hizi ambazo Bwana zimepiganishwa usiku na mchana. Tunaomba mkono wako Mungu wenye nguvu na uwezo, acha Bwana usimame, mfalme wa wafalme. Achilia Baba ahadi zako ambazo Kristo ameziahidi kwa ajili ya mlima huu. Bwana uweze kusimama katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Yale yaliyo mipango na maksudio yote ya giza, vyote ambavyo vinavyoinuka kutoka kushoto kuume kwa ajili ya kuweza kuvuruga na kuharibu kazi zako mahali hapa, Bwana tunaharibu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Kubali Bwana kusimama, achilia uwezo wako na nguvu zako Bwana ziweze kuonekana juu yetu. Usingeliweza kutupita wala kutupungukia Bwana, lakini Bwana ukumbuke ahadi zako kwenye mlima huu Kristo. Uweze kusimamisha nguzo yako mahali hapa. Nuru yako Bwana ipate kuangaa, na kila mipango na maksudio yote ya giza Bwana yasingeliweza kupata nafasi mahali hapa. Neema hiyo Bwana tuko naiomba kwako. Tunayainua mahitaji yote walio wako Mungu, ambao Bwana unayajua na kuyaelewa wazi. Acha Bwana uwaonekanie Kristo. Acha Bwana uwatetee walio wako. Acha Bwana usimame pamoja na kundi hili Kristo, ambalo Bwana umeliita katika huduma yako mahali hapa. Bwana tunaomba neema yako. Acha Bwana itende kazi. Usituachilie Bwana, ujisirishe kuwa Mungu upande wetu. Acha Bwana ututetee. Uwezo wako Mungu na mamlaka yako Kristo yasimame upande wetu, mfalme wa wafalme. Ninakushukuru mfalme wa ajabu, unaituliza bahari Bwana. Acha uweze kutuliza haya mashambulizi, haya vita ambavyo vinavyotoka kushoto kuume kwa ajili ya kuharibu kazi zako mahali hapa Bwana. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba neema yako Bwana. Acha isimame juu ya maisha yetu, juu ya huduma yako mahali hapa, kwa ujasiri wa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
Mama Akiza anamalizia kwa maombi. Karibu. Yesu Mwokozi wetu, tunakushukuru. Tunakupenda wewe na unatupenda. Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tunakupenda kwa vile tunaona jinsi unatusikia maombi yetu. Na wewe tukiona mkono wako ndio tunajua tuko pamoja nasi. Yesu aliye hai. Tunashukuru jinsi unakuwa nasi siku zote za maisha yetu. Tunaona mkono wako. Yesu tukikuita na wewe unaitika. Yesu mwana wa Mungu. Na siku ya leo tumekusanyika mahali hapa. Tunahitaji tusogelee Baba, usiende mbali nasi. Tunakuita Baba uitike kwa siku ya leo. Yesu mwana wa Mungu, isionekane tumeingia hapa tumekusanyika kwa bure. Tunahitaji Baba tupate neno lako Baba. Ile neno linajenga mioyo yetu. Tusikute bure twende bure. Utusaidie Baba. Tunahitaji Baba tufarijike kwa siku ya leo. Tunahitaji tupate mibaraka kwa siku ya leo. Tunahitaji tuwe na hekima Yesu. Tunahitaji tukuone Yesu. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu uliyetupenda. Umejitwika kwenye msalaba kwa ajili ya upendo wako. Asante Yesu. Na tunasubiria jibu kutoka kwako. Utakuwa nasi kwa siku ya leo. Ni katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Basi tunaendelea kusimama tukikaribisha praise team. Karibu. Hallelujah.
simama hivyo hivyo. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu hunipiganie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu hunipiganie. Oh, nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu hunipiganie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu hunipiganie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu. Nimeshuka Baba, nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu. Amina. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yehova. Baba unisaidie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Amina. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu Jehova, alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Amina. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu unisaidie. Nimeshuka Baba, mikono yangu naweka juu, alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Haleluya. Alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Haleluya. Alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Alama ya kushindwa Yesu unipiganie. Tafakari makuu ya Mungu anayotenda kwetu. Tunalala kama wafu, lakini kwa upendo wako tunaona. Ushukuriwe, uhimidiwe Bwana, hakuna aliye kama na wewe. Asante. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia. 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 Mama tuombe zako, ni wewe Mesia. Viumbe vyote vinakuabudu, ni wewe Mesia.
hapa mbele zako. Acha unena kutakasa nyoyo zetu, kwa sababu peke yetu hatuwezi Bwana. Tunakuomba mahali hapa hatuonekane Bwana, tunakulilia Bwana, acha onekane kisi ulivyoonekana kwenye mlima wa Karmeli. Hivyo nasi Bwana twatamani acha onekane mlima Bwana. Tunakuomba tuongoze ulivyoongoza wana wa Israeli wakitoka Misri wakielekea kwenye nchi yao ya ahadi. Hivyo nasi Bwana tunakuomba. Asante Jehova, asante Bwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Ni wewe ambaye umegeuza maji kuwa divai. Asante Bwana. Acha Bwana onekane. Haleluya Bwana. Pia hili lazima utimize kazi kubwa ambazo Mungu ufalme wako na Mungu waja. ubarikiwe Haleluya. Wewe kisima cha maji. Wewe ni Mungu unaweza yote. Wewe ni Mungu unayesimama upande wa vita na ushindi wa ajabu unaonekana. Tuseme nini juu yako, mkombozi wetu? Wewe ambaye umetupa kibali katika Bwana, tuseme nini kwa matendo yako? Ewe Baba yetu, pokea sifa na shukrani kuinua na kukutukuza, maana ni wewe pekee yako, kusujudu milele na milele. Asante kwa upendo wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa kazi zote Bwana ambazo unazozitenda usiku na mchana juu ya maisha yetu. Utukufu yote ni yako Bwana, sifa zote ni zako Baba, milele na hata milele. Amen. Inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda, wewe ni muweza. Inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda, wewe ni muweza. Oh, inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda, wewe ni muweza. Inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda, wewe ni muweza. Amina. Inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda, wewe ni muweza. Inuliwa Baba, abudiwa Yesu, Simba wa Yuda. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, tunaliinua jina lako kubwa, jina ambalo linapita majina yote Bwana. Tunaleta sifa na shukrani kwa kazi kubwa ambazo Mungu unaendelea kuzitenda juu ya maisha yetu. Ubarikiwe Bwana, maana wewe ni mwema kwetu. Kila siku itwao leo, kila sana, kila dakika unaonekana kuwa mwaminifu kwetu. Bwana, umetutetea, umetuponya, umetulinda, umetushindia, umetuokoa. Ni mengi ambao Bwana umeyatenda juu ya maisha yetu, ambao yanapita akili na fahamu zetu Bwana. Baba, tunarudisha sifa na shukrani kwa yale matendo makubwa ya ajabu ambao Bwana unaendelea kuyatenda juu ya maisha yetu. Mtakatifu, mtakatifu, mwamba wa uzima, tunatamani kuweza kuyasikia maneno yako ya uzima. Ndiyo kwa maana Bwana tunamuweka mnenaji mikononi mwako. Acha Bwana umuwezeshe, msaidie Bwana, maana hawezi lolote asipowezeshwa na wewe. Baba, muda huu tumeuacha ili Roho wako aweze kuzungumza nasi mara tena. Bwana, zungumza na roho zetu, tuko tayari kusikia lile ambalo Mungu umekusudia kwetu jioni ya leo. Asante Bwana wa neema, tunamwombea nguvu na uwezo na ujasiri kutoka kwako, kupitia nguvu na uwezo wa jina la Yesu Kristo. Hewa zote ambazo zingelitamani kuinuka kinyume na mapenzi yako Bwana, visiweze kupata nafasi mahali hapa. Acha roho hizi Baba ziweze kutulia, zisikilize sauti yako mara tena jioni ya leo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, jina lipitayo majina yote. Amena. Basi tushangilie neno la Mungu.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. May God be praised. Asante sana kwa jioni hii ya leo. Tunashukuru Mungu kwa baraka zote ametukirimia jioni ya leo. We thank God for the grace he has granted us this evening. Katika nyimbo na maombi. Through prayers and songs. Tunashukuru Mungu kwa wote ambao wamefika ili kuabudu Mungu jioni ya leo. We give thanks to all who have gathered here to worship. Mungu awabariki. May God bless you. Amen. Tulipokuwa tunaabudu hapa ule wimbo wa kuabudu, when we were praising, when we were worshiping God, kuna neno nilikuwa nimeandaa juu ya mkutano. There was a word that I was working hard to share with you today. Wakati tulikuwa katika hali ya kumwabudu hapa, and when we were worshiping the Lord, ilo neno likabadilishwa. The word that the message I had was changed. Sauti kaniambia kwamba tujifunze tusome katika Marko 10:46. The Spirit told me to teach about Mark. Njoo nikawa nimeshuka kukiti hapa chini. That's why I sat down on my knees. Ili kukagua hilo neno. So that I could research the word. Basi tutajifunza katika hilo neno. We will learn about the word. Ambalo ametupa Bwana wa kazi. That the Holy Spirit have shared with me today. Nitaimba kidogo hapa katika hizi nyimbo zetu. I will sing a little bit. Na kisha tutasoma hilo neno. And then we will read the scripture. Siku chache za vita ya huku, tena Yesu falme atakuja, tutaona furaha na raha, atatupeleka kwake juu. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Siku chache machozi ya shida, Mungu atayafuta kabisa, na baada ya siku si nyingi, walango nitaingia. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Nangoja sana Bwana Yesu, kama zamu wangojavyo asubuhi, kwa dalili zote ninaona sasa kwamba Yesu yu karibu ya kurudi. Haleluya. Dalili zinaonyesha kwamba Bwana wetu Yesu yu karibu ya kurudi kulichukua kanisa. Amen. Mimi na wewe tukae kwa zamu, tukeshe ili tuwe kabisa katika hali ya kutengeneza maisha yetu kila itwapo leo. Tuko na mafuta So that when he
encounter should find us clean atukute tuko tayari and find us ready ili tuende tupumzike so that we pamoja na could go yeye. and rest with him. Amen. Amen. Ya, tusome hilo neno katika Injili ya Marko 10 mstari wa 46. Injili ya Marko mtakatifu. Marko 10:46. Umepata kwa Kiingereza? 46. 10 Injili ya Marko mtakatifu mstari wa 46 hadi 50 au 50. Amen. Kisha wakafika Yeriko. Ndiyo. Yesu alipokuwa akiondoka mjini na wanafunzi wake pamoja na umati mkubwa wa watu. Ndiyo. Kipofu mmoja jina lake Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa ameketi kando ya njia akiomba msaada. Aliposikia kuwa ni Yesu wa Nazareti aliyekuwa anapita, akaanza kupaza sauti akisema, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Watu wengi wakamkemea wakamwambia akae kimya, lakini yeye akazidi kupaza sauti akisema, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama na kusema, mwiteni. Hivyo wakamuita yule mtu kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka na kuita. Akiwa analivua lile joho lake, alisimama na kumwendea Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Yule kipofu akajibu, mwalimu, nataka kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ujumbe kutoka Mungu This is a message from God ambaye ametukirimia jioni ya leo. that He wants us to know about this evening. Ni neno ambalo alikuandaliwa kwamba litafunzwa leo. This is not my normal message or the original message I had for today, Lakini amelileta hili neno. but He has brought forth this word. Hiyo sauti yako inasikika kule, ama chukua microphone nyingine. Yeah. Mumupe nyingine ili wale watoto wasitoke zero. Labda usome pale kwa hayo maandiko mengine. The scripture of Mark 10 verses 46 says, They came to Jericho as he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho. The scripture of Mark 10 verses 46 says, They came to Jericho as he and his disciples and a large crowd were leaving Jericho. Bartimaeus, son of Timaeus, a blind beggar, was sitting by the roadside. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Many sternly ordered him to be quiet, but he cried out even more loudly, Son of David, have mercy on me. Jesus stood still and said, Call him here. And they called the blind man, saying to him, Take heart, get up, he is calling you. So throwing off his cloak, and he sprang up and came to Jesus. Then Jesus said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, My teacher, let me see again. Jesus said to him, Go, your faith has made you well. Amen. Amen. Imani yako imekuponya. Your faith has saved you. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko tunataka hizi habari
ni habari za Yesu Kristo, This message or the topic is about Jesus Christ, mkombozi wa maisha yetu. the one who brought salvation to us. Ndiye alifanya kazi ya kupanda milima, kupita vijiji kwa vijiji He's the one who went across mountains alipokuwa hapa duniani. when he was on this earth. Aliponya watu wengi, He healed a lot of people. alifanya miujiza nyingi, He did a lot of miracles. na Biblia inaeleza habari hapa And the Bible mentions za huyu ndugu Bartimayo gisi alivyokutana na Yesu. the story of Bartimaeus when he met God. Ilikuwa Biblia inaeleza walikuwa wakipita Yeriko kuelekea mji The mwingine. Bible says when they were crossing Jericho. Mutusaidia watoto wasifanye kelele, wakae kimya au watoto tusikie neno la Mungu. Biblia inaeleza wakati walikutanana Yesu na Bartimayo, The Bible says when Bartimaeus met God, met Jesus Christ, alikuwa na wanafunzi wake, Jesus Christ was with his disciples. alikuwa na makutano mengi, He was around a big crowd iko napita kuelekea kwa mji mwingine. trying to cross to another land. Biblia inasema kwa mbali, From afar, the Bible says from afar, huyu ndugu Bartimayo ambaye alikuwa ni kipofu, Bartimaeus, who is blind, macho yake hayakuona, his eyes never saw anything. aliona giza, He saw darkness, lakini alisikia habari za Yesu kwa muda mrefu. but he had been heard or hearing about the word of God for a long Akiwa time. kando kando ya njia, When he was by the roadside, pembeni ya njia, very close to the roadside, mahali alikuwa yapita na hayo makutano, when Jesus was crossing with his crowd, Bartimayo alikuwa kando ya barabara. Bartimaeus was next to the road. Akasikia watu wengi wako wanamupita pale, He heard a lot of people crossing him. wakumsaidia kumupa msaada wanapita, The people who could offer him help were just crossing by. watu wengi wakapita pale. A lot of people crossed by him. Akaanza uliza ni nani akiziwia hata watu, ni nani anapita hapa? He was holding on to people asking who just crossed. Wakamwibia siri, wakamwambia hapana, anayepita hapa ni Yesu Kristo mwana wa Daudi, ndiye anapita hapa. They told him that it's Jesus Christ, the son of David, is the one crossing the road. Aliposikia hizo When habari Bartimaeus heard this, na akajua hizo habari, akazisikia gisi anavyofanya huyo mtu, and he remembered the story that he has been hearing about Jesus Christ. akawa anasema hapa ndio nafasi yangu na mimi. And he said, this is also my place as well. Haleluya! Hii ndio nafasi yangu na mimi hapa. This is also my place as well. Akakata habari za kusaidiwa. He then stopped saying help me or begging for help to other people crossing. Hakujali kupewa tena kitu. He didn't care about other people crossing helping him. Haikutosha na nguo koti aliyoivaa Even the jacket that he had on, ambao mulikuwa hemo fedha zenye alipokea, with the money that he was given, zenye alikuwa ametunza kama hazina ndani the yake. ones that he was keeping as self-keeping in his pockets, Akavua joo lake, he removed the jacket akatupa. and he threw it on the ground. Baada ya kutupa, And after throwing his jacket, akaanza piga kelele, and he started shouting, mwana wa Daudi, Son of David, Yes, Jesus Christ, unirehemu. have mercy upon me. Akapiga kelele, He said loudly, mwana wa Daudi, Son of David, Yes, unirehemu. Jesus, have mercy on me. Watu wakamjongelea, People went close to him bakaanza kumkemea, and they started to tell him to stop. bakaanza kumkemea, acha kelele, They started to tell him to stop shouting, acha kumuita Bwana. stop calling on the Lord. Lakini Biblia inasema But the Bible says, ingawaje walimuziwia, even though they wanted to stop him, ingawaje walimkemea asipaze sauti, even though they stopped him from shouting the word of God, alizidi kupaza sauti, he went even more louder. akaita Yesu mwana wa He Daudi, continued to call Bwana, Christ, Son of David, unirehemu. have mercy on me.
Yesu akasikia sauti. Jesus heard the voice from Alikuwa afar. ishapita kwa He mbali. had already crossed where Bartimaeus was. Akageuka, ni nani huyu anapiga sauti? Jesus turned around and asked, who is calling my Ni name? nani anapaza sauti? Who is shouting my name? Wakamwambia hapana, kuna kipofu ambaye anapiga kelele Then they akikuita. told him, there is a blind man who is shouting and screaming loudly for your name. Bwana asifiwe sana. Yesu akageuka tena. God turned around again. Akauliza, ni nani huyo? He asked again, who is this? Akawambia, mumulete. And he told them, bring them to Tafsiri me. nyingine nasema muleteni kwangu. Bring them to me. Wakamchukua. They took the blind man. Wale walianza kumkemea, ndio The walimubeba ones kwa who Yesu. stopped Bartimaeus from calling the word Sifa of kwa God. Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Akaenda mpaka kwa Yesu. Bartimaeus went up to God. Yesu anamwambia, unataka nikufanyie nini? God asked him, what do you want me to do for you? Sema, Bwana, He said, God, nataka nipate kuona. I want to see again. Bwana asifiwe sana. Hapo hapo akamwambia, imani yako Right there, God imekuponya. said, right there, God said, your faith has saved you. Haleluya. Amen. Alitoka pale akiwa mzima, akiona kwa macho yake, akirukaruka na kumtukuza Mungu. Bartimaeus was filled with joy because he could now see again. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunataka tueleze kidogo I want to talk a little bit juu ya kujihimiza katika kazi za Mungu. about giving ourselves hope in the works of God. Kujihimiza kwa kufanya kazi za Mungu In giving hopes in the works that we do of God. si jambo rahisi kufanya kazi za Mungu. It is not a very easy thing or easy task to work in the works of God. Ni kazi ambayo ukiendea kuifanya, It's a job that when you start doing or working, kuna upinzani katika ulimwengu wa roho na mwili. there is a lot of distractions or a lot of something that could stop you from working hard to work. Utasimama kwa ujasiri ufanye kazi za Mungu, You might stand strong and work for the work of God. lakini kuna wanadamu ambao watasimama zidi yako kukustop But there's some people who will work hard to stop you from continuing to work for God, usiende kumtumikia Yesu, so that you will not continue to work for God, usiende kumfuata Yesu. so that you stop following and pursuing the word of God. Watakusimamisha. They will try to stop you. Walimsimamisha Bartimayo, They tried to stop Bartimaeus. walimzuiza, They stopped Bartimaeus. walimkemea. They told him to not scream out the word of God. Hakuacha kumuita But Yesu, he did not stop calling and shouting. hakuacha kumwendea Yesu, He didn't stop running to God. hakujali koti alikuwa nayo, He didn't care the jacket that he had on. hakujali hazina aliyokuwa nayo He katika ile He koti, didn't care the amount of money that he had in his pocket. lakini akaacha akatupa But he threw all that on the ground kwa sababu ya kumfuata Yesu. because he wanted to follow the word of God. Bwana asifiwe sana. Amen. Kujihimiza kwa kazi ya Mungu. To give ourselves hope in the works of God. Si kila mtu anaitwa kufanya hiyo It's kazi. not everybody who's called to work for God. Katika ulimwengu wa watu Yesu alichagua In this mitume. whole world, God handpicked his disciples. Alikuwa natambuka watu, anaendea huyu, anaendea He Mathayo, was skipping other people and choosing his disciples. anageuka anaendea mwingine, anaendea mwingine, anamuita. He went around people and called the ones who Anatambuka stood outside. wangapi, anaendea mwingine. He skipped a few and called another person. Yaani si wote walioitwa, It's not everybody who has been called by God. na ni bahati kuitwa na Mungu, And it's a gift to be called by God. na ni bahati kuchaguliwa kufanya kazi za Mungu. It is a gift to be chosen to work in the works of God. Si kila mtu anaweza teuliwa kwa kazi ya It's Mungu. not everyone who is picked to be the disciple of God. Ni neema ya Mungu, It's only the grace of ni God. bahati toka Mungu, It is a grace. ni jambo la utofauti, It's something very different. aliko jambo la kawaida. It's not a normal thing. Unapoingia kwa shamba, When you go into your garden, usifikiri shamba
ni shamba ambayo haina miba, haina mawe Don't ndani. think the garden doesn't have stones or thorns. Wale waliolima walifanya kazi huko nyumbani, hapa hatuna mashamba. All the farmers who used to farm back home. Nani ambaye anakuwa na shamba ambayo hatakuta hemo miiba? Who has a farm that doesn't have any stones or thorns? Hatakuta hemo mawe mwa ile shamba? That wouldn't find stones in their garden. Itakuwa ni shamba ya rutuba, unaingia tu hemo, unaanza tupa mbegu bila kulima. Hapana. Utahangaika. Niliona waliolima huko nyumbani. I remember how we used to farm back home. Mpaka wanavimba mikono inapasuka kutoka maji mu mikono. They used to farm till their hands were swollen. Kwa sababu ya kilimo. Because of farming. Kwa sababu ya kazi. Because of how hard it is to farm. Shabana malengo kwamba wana wake, familia yake kesho wapate chakula. The reason for that is for his family, so he could be a provider for his family. Na sisi ili tuvune siku moja. And for us, in order to harvest one day, haiko kwa kicheko tu. We will not start farming. Haiko kwa furaha tu katika shamba. Joking or laughing when we're farming. Lakini kwa uchungu. But through pain. Kwa machozi. Through cries. Tutalipwa na Mungu kesho. We'll be paid by God tomorrow. Pale wanadamu wanatuziwia tusifanye kazi za Mungu. Where people are stopping us to stop working for God. Sisi tunasimama kwa ujasiri, tutazifanya tu. We should stand strong and continue to work for God. Ndipo tutalipwa. That's when God will pay us. Ule mwimbaji akaimba wa wokovu. The singer said, huyo mlimai ambaye ataanza kulima, the farm who starts to farm, na kisha akageuka nyuma and turned around katika kilimo hicho, when they're still farming, afai katika utumishi na ufalme wa Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Kusimama kufanya kazi za Mungu si jambo rahisi. To stand strong and to work for God is not something easy. Ni vita. It is battle. Tunapigana vita viko vya mwili. We fight battles. Ni vita vya roho. The spiritual world. Si vita vya nyama na damu. It is not the battles of flesh. Lazima watu watakuzunguka. People have to surround you. Watakukataza usifanye hizo kazi. People will stop you from working. Watakuziwiza, watakukemea kama Bartimayo. They will stop you like how they did with Bartimaeus. Acha kusikia hizo sauti. Don't listen to their voices. Sauti za shetani. Those are devilish voices. Jongelea sauti itakuhimiza kwa kazi. Go close to the sound of God. Ili upate mavuno kesho. So that you could have a good harvest. Ili ulipwe na Mungu kesho. So that God could pay you tomorrow. Bambie sitarudi nyuma kwa sababu yako wewe. Tell them I will not turn back because you're stopping me. Sitaziwilika kwa sauti yako wewe. I will not stop working for God due to your voice. Sitaziwilika kwa masemo unayoniambia usiku na mchana. I will not stop working for God for the words you say upon me every single day. Nitatii sauti ya Mungu. I will obey and follow the sound of God. Bwana tusaidie sana. May God help us. Mwanadamu yoyote asikurudishe nyuma kufanya kazi ya Mungu. Don't let a human turn you back from God. Ilo wito Mungu aliyokuita katika ndani yako ifanye kazi. Because the sound that God called you to work in his house, it is important. Zaburi ya 126 mstari wa 5 inasema, apandaye kwa machozi, the one who plants with tears, apandaye kwa machozi, the one who plants with tears, atavuna kwa kelele za furaha. They will harvest with joy. Unapanda kwa machozi. You plant with tears. Unafanya gharama ya essence. Unaenda una kongola batu ba Mungu bafanye kazi ya Mungu. You are picking people up from everywhere to come malipo worship. Gani utapewa? What type of payment are you waiting for? Unaimiza roho zingine. You are giving other people hope to come. Kwa nini kukaa chini hivi? Why are you sitting down? Kwa nini kuzubaa hivi? Why are you so distracted? Lakini unakuta mwingine anasikia anatega masikio. Na wewe uniambie na wewe, na huyu mwingine na wewe uniambie ngambo ya huko, na wewe uniambie ngambo ya kushoto. Ndio maana Mungu alimwambia Joshua. Joshua aliogopa ile huduma. That's why God told Joshua. Musa yupo hii. Tutaenda hii. How will we go?
kwa sababu aliamini Joshua, aliamini Musa, because they believed in kwa mecho Samuel. ya nyama, matendo makuu ambayo ilifanyika mbele ya Musa. Due to the miracles that happened in front of Samuel. Sasa na Musa hayupo, amebaki kwenye mlima Hori. And Samuel stayed back into the mountains. Tutaenda wapi? How will we cross? How will we go? Kazi ngumu ya Mungu. Hard work. Lakini Mungu akamwambia, But God told him, usiende kushoto wala kuume. do not go to the right or to the left. Simama straight Stand on katika straight line kufanya kazi za Mungu. and move forward in work of Usiende God. kushoto wala kuume, Do not go to the right or to the left, ili uingize watu wangu kwa nchi ya so that we Kanaani. could continue and bring other people moving forward. Bwana asifiwe sana. Kufanya kazi ya Mungu To work for God, haihitaji vimajungu masikio yako. you don't need any distractions coming to your ears. Hapana, lazima ushimame wewe na aliyekuita kwa kazi. You have to stand by yourself and God who has called you to work for him. Hizi kazi tunazozifanya hapa za dunia hii, All tunaenda the kuma regular jobs that we have, kampuni. working in different companies. Kama mtu atakuwa kuambia hapana, usiende kwa hiyo kazi yako, If somebody were to come and tell you not to go to the company, sijui kama unaweza muelewa huyo mtu. I don't believe if you ever understand. Uko naangalia bili ziko mbele yako, You will look to the bills that are waiting. unaona for you. utafukuzwa munyumba, You look that they might chase you out of your home. kisha mtu akuambie kwamba usiende kwa ile kazi. And then somebody to tell you to not go to the job. Tugeukie ku kazi ya Mungu. Let's turn to the works of God. Mtu anakuambia usifanye kazi zake, God wants you to do his works. kweli unaweza itika ndiyo, Would you ever really say yes? na tunajua kwamba tutalipwa na tutaingia, tutapata uzima wa milele. And we know that we will harvest and have eternal life. Hivi hapa vinabaki hapa, vinaoza hapa, All of these will stay here and rot. lakini kuna maandalizi ya maisha ya milele. But there is a preparation of eternal life. Kuna kupokea taji zenye hazitaharibika milele. To receive the crowns that will never be destroyed. Bwana atuhurumie sana. Tujitahidi tumtumikie Mungu kwa nguvu. Let's hope that we work for God with all of our strength. Biblia inasema katika Mezali, tumtumikie Mungu kwa mali yetu yote, We should work na for kwa God mali yetu, with all of our wealth. kwa sababu yeye ndio anatupaga hizo baraka. Because he is the one who gives us those Na napenda riches. kwa baraka hizo tumurudishie heshima And he wants us from all these gifts that we receive from him to kwa give him kumtolea back Mungu. by giving an offering. Lakini mtu ameitwa katika shamba la Mungu But somebody's being called to the garden of God kumtumikia. to work for him. Ataanza tangu mwezi wa kwanza tarehe 1 They'll start from January 1st mpaka mwezi wa 12, mwezi wa kwanza wa mwaka mwingine tarehe 1. to the next year, January 1st again. Hawezi tolea Mungu zaka. They have never ever even give God an offering. Lakini akisimama kuimba, But when they stand to sing, anaimba habari za mbinguni. they sing about the stories of heaven. Tangu tarehe 1 mwezi wa January. kwanza mpaka mwezi wa 6, yani mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12, mpaka unasema huyu ni shamba aliingiaga hemo, ameingia wapi? Tusemeshe ukweli hapa tunapoishi. Let's say the truth where we're living right now. Mungu ametuleta huku, God has brought us here akatukirimia hizi baraka, and he has given us these blessings kwamba atatupa nchi za mataifa kuwa urithi wetu. that he will give us these nations. Ametupa hapa, He has given us this place, lakini America. hatuna jengo zetu ambazo za kuabudia Mungu We don't have a house or a place where we could worship and call it our own, ili tuabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, so that we could worship the God who created the mpaka heavens and the tutoe earth. pesa, Till we have to pay. mpaka tufanye mchango wa pesa. Till we have to gather some money and pay. Lakini sasa unakuta kuna uzito. You find that there is a problem. Mungu anakubariki wewe, anakupa kazi, God has blessed you with a anapatisha job wewe mwingine kazi, and has given the other person a anapatisha job. kijana kazi, Has given this kwa brother a job. kusudi la Mungu juu ya kazi zake. Juu maana anakupa wewe kazi. He's giving us these jobs in order for all of us to join together and pay Mungu for this haja place. kupa kazi aseme juu ya familia yako tu, God will not just give you a job for your families only. haja kupa kazi juu ya mapasho yako tu. He has Hapana, not given you this job in order for anakupa kazi your juu ya needs. kazi ya Mungu, He has also given you this juu job ya for the work of shamba God, lake. for his garden. Juu maana tunatoa zaka,
That's why we give offerings. Tunatoa hizo pesa zisaidie kwa kazi. We give offerings to help build the church. Tunanunua gari ya kanisa, tunainunua ni pesa wanadamu wanatoa kwa We utukufu wa buy the Mungu. car for the church. It's due to the gifts and offerings that Tunanunua we receive. vyombo vya kanisa ni pesa wanadamu wanatoa. Everything that we buy is due to the offerings that you guys give. Kwa nini wewe usimtolee Mungu? Why don't you want to give an offering to God? Lakini maono kwamba nitaingia nachunga kanisa, Yesu anyakue kanisa. I am waiting for God to resurrect the church. Unataka Yesu kunyakua kanisa sasa hivi na wizi wa tangu mwezi wa kwanza mpaka huu mwezi wa kwanza tunaingia. You want God to take the church while you still haven't ever given an offering? Ama unataka kuingia jehanamu? Or do you want to go to Jehannam? Tumtumikie Mungu kwa moyo. Let's work for God in truth. Tumtumikie Mungu kwa nguvu. Let's work for God with all of our strength. Katika vitu hivyo, In all these things, hatutaingia katika mbingu. we will not go into heaven. Mbingu ni watakatifu. In heaven is only righteousness. Hakuna mbingu ya watu waliogeuka na kurejea nyuma kwa kazi. There's no heaven for people who turn their backs on the works of God. Siku ya Jumapili iliyopita The last kulisomewa Sunday, neno hapa katika Yeremia 48 we read the scripture about Jeremiah. kwamba wanaofanya kazi ya Mungu kwa ulegevu The people who work for God with slowness wanakuwa na laana. or Sio kama ile neno laziness, they mulilisikia. are cursed. Mimi kuko maneno mengine nikisikia katika Biblia naogopa. There's some words when I hear in the scripture, I feel scared. Kuna laana kwa wale wanaofanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. There is a curse for those who work for God with laziness. Heri ulaaniwe na baba na mama aliyokuzaa kuliko kulaaniwa na Mungu. It's better to be cursed by your parents other than to be cursed by God. Anaweza kukulaani mama na unamwomba msamaha, kesho safari inaendelea. Your parent might curse you. You might ask them for forgiveness and everything will be fine. Mungu akisimama kukulaani maishani mwako, But if God stands ni and kitu kibaya curses you, kuliko. it's something very bad in your lives. Heri usingezaliwa. Ndio It's gisi better Biblia you were inasema. never born. Heri usingezaliwa. It's better you were never born. Utakimbilia wapi sasa? Where will you run to? Bwana tusaidie sana. May God help us. Ni kweli umeziwilika. Maybe it's true you have been stopped. Wanadamu wamesimama kukuziwia usifanye kazi za Mungu. People have stopped you from continuing to work Wanakuonesha for the picha God. hata ukimtolea Mungu kwamba unamtolea mpastori. They even show you that if you give an offering, you are giving it to the pastors. Hapana. That's not the truth. Mtolee Mungu wako. Give an offering to God. Tumika kwa nguvu katika shamba la Work Mungu. hard in God's garden. Usirudishwe nyuma na wanadamu, Don't let people make you turn back, kwa sababu tutalipwa. because you will be paid. Kuko malipo, tutalipwa sisi. We are waiting for our payment. Inakuwa ole kama tutabaki. It is a warning if we will stay here. Lakini tukishinda tunavuka. But if we make well and cross and go to heaven, Atatulipa. God will pay us. Biblia inasema eti mshahara wake haufananishi sawa na neema. The Bible says his payment is not the same. Unafananishwa na deni. It's the same thing as owing someone. Unatumika katika shamba lake, utalipwa. It's like you are owing somebody, working in his garden, waiting for him Na to pay. utapata uzima wa milele. And you will receive eternal life. Tambua kwamba Mungu amekupa kazi, ni yeye amekupa. Know that God has given you a job. Anataka kutoka kwako He wants something from you kwa sababu ya kazi zake. for his works. Bila hivyo Because without that, hakuna mbingu there's no utaingia. heavens that you will go into. Utabaki hapa. You will stay here. Lakini tafuta mbingu. But search for the heavens. Tafuta uzima wa milele. Search for eternal life. Tafuta uso wa Mungu. Search for the face of God. Maadamu angali napatikana. Because God is still here. Kuna muda hatapatikana. There's a time will come he will Neema not be found. itakwisha. The grace is gonna be finished. Hatutakusanyika hivi kwa jina la Bwana tena. We'll all not be gathered here. Hautasikia hizi habari za neno la Mungu, hii You will sauti never hear inakuja. about the word of God or the scriptures. Neema itakwisha. The grace will be finished. Piganisha kuokoa nafsi yako. Work hard to save your soul. Piganisha kufanya kazi kwa nguvu Work hard to work for God ili ukalipwe kesho. so that you could be paid tomorrow. Ninaamini uko hapa, I believe you're here, lakini umekwenda mbali sana. but you have gone very far. Umeziuliwa na wanadamu wengi.
A lot of humans have stopped you. Wengine wanakupigia masimu usifanye hiki kwa Other kazi za people are Mungu. calling you to not do this in the works of God. Wengine wanakujongelea kuambia acha usitumike. Other people are coming close to you and telling you to stop working Bana for God. hakuna neno yenyewe inakuja ya kukuhimiza. There isn't any word that comes from them to give Ni you maneno ya hope. kukurudisha tu nyuma. They are only words that move you backwards. Utafute uso wa Mungu. Search for the face of God. Tengeneza maisha yako. Clean your life. Ushimame tena leo kwa zamu. So that you could stand again today. Ili ajapo So that when he comes, akukute uko tayari. he should find you ready. Mungu akubariki. May God bless you. Abariki hili neno. And should bless this word. Lifanyike msaada ndani yetu. So it could have help in our lives. Lizae matunda leo hili. So it could bear fruits within us. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus Amen. Christ. Amen. Fanyia Mungu kazi, mbio usiku waja, usipoteze bure siku zako huko, mutumikie Mungu kwa nguvu zako yote, mbio usiku waja, kazi itakwi. Mbio mama, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Inawezekana uko mahali hapa, hatuwezi kosa kuita. Bwana ana uwezo ya kukugusa tena mara pili na kukuamsha ili uweze kuzifanya kazi zake kwa nguvu na kwa bidii kama vile yeye mwenyewe anavyotaka. Jisikie, tusimame sote tumwambie Bwana atupe nguvu, atuongezee nguvu ili tuweze kuzifanya kazi zake. Amena. Unajua Elisha ilifika wakati alikimbia. Ilifikia wakati ambapo anakimbia na akajisahau kama yeye ni mtumishi wa Mungu. Yeye aliitwa na Mungu, lakini kwa sababu ya shida na matatizo, kwa sababu ya mambo magumu ambayo alikutana nayo, akasema hapana, sione faida tena ya kumtumikia Mungu. Alikimbia. Lakini ni shida kubwa. Kama Mungu alishaka kupointe hivi, hata ukimbie popote pale kwenye utakimbilia, ni lazima utakutanana tu na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wakati ingine Mungu anaweza kuruhusu situation moja ya nguvu ikupate kusudi umurudilie. Amena. Lakini bado tungali wazima, neema ya Mungu iko juu yetu. Tumwambie Mungu atutie nguvu. Mungu atutie tena nguvu, tusimame kwa bidii ili tuweze kumtumikia. Kwa sababu neno liko pale, alaaniwe yule anayefanya kazi za Mungu kwa udhaifu. Yaani naenda tu basi.
lakini roho haiko kule. Nitaimba tu basi, ile basi imesha kuharibu kila kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninaenda tu juu ni basi, juu ni basi tu, lakini ujue ile basi nyoliweka pale imesha kuvuruga kila kitu. Na ndo hapo utajikuta ya kwamba uko unatumika, unasikia kama unatumika, unachoka, unafanya kwa nguvu, kwa sababu inakuwa ni mwili nje iko natumika, lakini roho haitumiki. Na ndio pale nakuja kusema ya kwamba hawa watu wananiimbia, wananiabudu, lakini ni kwa midomo tu, lakini roho zao ziko mbali na mimi. Mungu, Bwana Yesu aturumie sana. Lakini kwa neema hii tumsihi Mungu atuonee huruma, atuvike tena nguvu mahali ambapo tumepungukiwa, kile ambacho kilisababisha kututoa ili tusiweze kujitoa katika kazi ya Mungu vilivyo. Mungu atuonee huruma, atushike tena mkono, atuamushe ili tuweze kumtumikia. Karibu kwa maombi. Jiombee wewe mwenyewe. Bwana Yesu, ni kweli Bwana, tunakushukuru kwa neno lako umeangusha kwetu jioni ya leo. Baba, hakika tumejikuta mara kwa mara tumeshindwa, na katika kushindwa ambao tumekutana Bwana nayo, kulingana na mambo ambao Bwana tumekutanana nayo katika safari, mengi yanavunja moyo, mengi Bwana yanaumiza, na haya yote yanaturudisha nyuma katika kukutumikia wewe Mungu. Lakini Bwana, kwa ajili ya neema yako kubwa, tumeanguka tena mbele za uso wako Kristo. Wewe unayechunguza siri ya ndani ya moyo mwanadamu, unayeyajua madhaifu yetu Bwana, ambayo yanasababisha ili walio wako wasiweze kusimama kwa hatua na kuweza kujitoa katika huduma ya kazi zako Bwana. Bwana wa neema, tunaomba rehema zako, utuhurumie Bwana kwa kutumika kazi zako kwa udhaifu, kwa hali ambayo Mungu haikupendeze wewe. Lakini Bwana, jioni ya leo ingelikuwa heri ionekane jioni ya kuanza upya tena pamoja na wewe. Vika taifa lako nguvu Bwana, uamshe katika madhaifu haya ili waweze kushikilia msalaba Kristo. Atutakapokuja kulichukua kanisa, uweze kukuta kila umoja iko tayari. Neema hiyo Bwana tunaiomba kwako. Tujalie mara tena nguvu za Roho Mtakatifu ili tuweze kushindana na majaribu yote, tuweze kushindana na vikwazo vyote vinavyoinuka, yale yote ambayo yamesimama kwa ajili ya kutuzuia ili tusiweze kuendelea mbele katika kazi zako. Bwana wa neema, tunaomba nguvu mpya kutoka kwako. Tuimarishe tena, tukutumikie Baba. Tuombe. Mungu Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sauti yako katikati ya mkutano jioni ya leo. Asante kwa kusema nasi, asante kwa kutukemea na kutuonya. Ni gharama ya upendo wako Bwana. Tusamehe mkutano
hatustahili kabisa. Yesu, samehe mkutano huu, samehe wana wako na mabinti zako, tujalie neema ya kushimama tena kwa zamu kukutumikia. Mungu, samehe, uoshe kwa damu yako watu wako, ili tupate tena ukubali machoni pako, ili ukiendelea kufungua baraka katika nyumba zetu. Tuvike tena mavazi safi, andika upya majina yetu katika kitabu cha uzima. Neema yako pamoja nasi Bwana, hata pale utakuja kuchukua kanisa, utukute tuko tayari, umeandika upya majina yetu katika kitabu cha uzima. Tunakushukuru kwa kusamehe mkutano na kutukubali kutushimame tena pamoja na wewe. Hivyo panda kiu kipya kwa huyu baba na mama na kijana na watoto wetu. Neema hiyo tunakuomba Bwana. Asante kwa kutujalia neema hiyo. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu wabariki. Tumekubaliwa na Mungu, neema kubwa zaidi twapata kumutumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Kwetu kabisa, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wadhaifu ya mili wasimame ili tuweze kupanza sauti juu yao. Wagonjwa kama wapo wasimame. Tunaombea na wajawazito na wagonjwa wote. Wewe ambaye hauko mgonjwa, ajisikie kusimama uweze kuchukua mzigo wa mwenzako. Amena. Kanisa lote tusimame. Tumuoneshe Mungu wale wenzetu ambao hawakupata neema ya kufika mahali hapa kwa sababu ya magonjwa, ili Mungu aweze kuwaonea huruma, mkono wake wenye nguvu na uwezo uweze kuwagusa mahali walipo. Maombi yako ni maombi ya muhimu sana, pana kuizarau. Karibu kwa maombi. Mwenyezi Mungu wa zamani zote, wewe uliyeziumba mbingu na nchi Bwana, ambamo sisi ni kazi ya mikono yako Baba, jioni ya leo tumesimama mbele za uso wako. Wanahitaji mkono wako wa uponyaji kuwashukia jioni ya leo. Acha wapokee ufungulivu, wapokee uzima ambao wamefika hapa wakijikokota kokota, wakitaabika, wakiumia katika mili. Kwa jina la Yesu,
pepo za magonjwa, pepo za maumivu zihame na kuacha huru kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako ya uponyaji iwashukie jioni ya leo. Wengine wako hapa wametaabika, tunamwombea aje, tunamuacha mikono yako, umuguse, muinue, umuponye, umugange kwa jina la Yesu. Mama Esperanza, mikono yako tunamwombea. Ndugu Lulinda, mikono yako umuguse mahali analala kwa jina la Yesu. Pepo za magonjwa zimwachie huru kwa jina la Yesu. Tunaharibu mipango yote ya ule mwovu kwa jina la Yesu Kristo. Mkono wako wa muujiza tembelee watu wako wote ambao wajafika, wametaabika. Baba, waguse. Tunamwombea pia, jina iko hapa, naye anaumizwa, anataabika. Umukumbuke, umuguse kwa jina la Yesu. Wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa, wajawazito, mikono yako Baba washindie, Baba wagange, Baba waimize. Pepo za madhaifu ziondoke ndani yao kwa jina la Yesu. Wote ambao hawajafika hapa, wametaabika, tunawaombea nguvu, tunawaombea uvumilivu, tunawaombea mkono wako uponyaji uwe pamoja nao. Yesu, asante kwa kuwatendea muujiza, asante kwa kuwaganga. Neema yako iwe pamoja nao kwenye mahospitali makubwa kwa madogo, katika jina kwa jina la Yesu. Mkono wako si mfupi ili usiweze kuokoa na kuponya watu wako kwa jina la Yesu. Mara tena na nguvu za magonjwa uwe pamoja na watu wako. Ninakushukuru Bwana, ninasema ni asante kwa kugusa wana wako na kuacha huru. Neema yako uponyaji iwe pamoja na wana wako kwa nguvu ya damu yako Yesu. Asante kwa mkono wako, asante kwa uponyaji, asante kwa kupigwa kwako, asante kwa afya kwa jina la Yesu. Oh Bwana wa uponyaji, asante Yesu. Achilia neema ya uponyaji Bwana iweze kuwagusa mahali walipo, waone mkono wako Mungu wenye nguvu na uwezo. Haleluya. Bwana wa neema, ninakusihi kwa neema yako kubwa. Ni wewe umesema wazi ya kwamba tutawanyoshea wagonjwa mikono nao watapokea uponyaji. Bwana, ninakushukuru Baba, maana wewe ni mwaminifu katika maneno yako. Wewe si mwanadamu hata uweze kusema uongo. Bwana, jioni ya leo Baba, kwa uwezo wa nguvu ya jina lako Kristo, jina la Yesu, tunayainua mikono yetu juu tukiyanyosha kwa ajili ya wagonjwa. kwa jina la Yesu. Tunaomba neema yako ya uponyaji Bwana, achilia neema hii waguse mahali walipo. Wale wote ambao wamesumbuliwa na magonjwa, tunakiri neema ya uponyaji kutoka kwako Bwana. Acha uwatembelee Baba, acha uwaguse, acha uwaponye, uwafungue kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Magonjwa yatakusifu Bwana. Inakiri neema ya uponyaji kwa nguvu na uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Haleluya. Ninawaweka wajawazito mikononi mwako Bwana. Wewe ambaye ni mlinzi wa Israeli. O Bwana, umesema wazi ya kwamba haulale wala usinzii kwa ajili ya walio wako. Haleluya. Baba, nimewaleta kwenye lango la mbingu. Ninakusihi kwa neema yako kubwa, acha ushughulike nao Bwana. Usikubali kuachilia mikono ya adui iweze kupata nafasi juu yao, bali tunaomba neema yako ya ulinzi uweze kuwalinda wamama, uweze kuwalinda na hao watoto ambao umeweka ndani ya tumbo zao, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana wa neema, usiruhusu hewa zote chafu zipate nafasi juu yao, bali tunaomba ukingo wa nguvu yako Baba upate kuwa juu yao. Waingiapo, walalapo, watokapo, watembeapo, Bwana waweze kulindwa na damu yako Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu aliye hai. Asante Bwana wa neema,
Tunaomba kwa machache Yesu, tunaamini ya kwamba yale yaliyo mema kwao Mungu utaenda kuyatenda sawa na mapenzi yako Mungu jinsi yalivyo, kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, jina lipitayo majina yote. Amen. Amen. Basi tunaenda kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Amena. Tunashukuru kwa uvumilivu wenu. Bwana Yesu awabariki sana. Basi tunafika mwisho wa programu yetu. Acha tumkaribishe mchungaji analeta matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo la kwanza, Yesu ni Bwana. Amena. Yeye ni Bwana, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, aliyeziumba mbingu na nchi, ambamo mimi na wewe ni kazi ya mikono yake. Amena. Basi karibu mzee. Bwana asifiwe. Ndiyo, tuna tangazo la pili ni kwamba tuendelee kukaa kwa zamu, kwa sababu anakuja kulichukua kanisa. Tangazo la pili hilo. Jambo la tatu, tulitaka sema kwamba tunawashukuru nyote ambao mmefika kuabudu siku hii ya leo, tariki hii, katikati ya mwezi huu. Mungu awabariki sana. Amen. Na tuendelee kufanya hivi, kufika na kuabudu Mungu kwenye hii nchi ngumu ambayo haitaki watu waabudu. Wanataka utumike na siku ya Jumapili kazi zao za mikono. Upinzani mkubwa wenye tuko nao wa kazi hapa. Lakini wewe ambao unajitolea kujua hivyo kwamba Mungu anakuhitaji, tunashukuru sana kwa kujitoa kwako, na uendelee kufanya hivyo na Mungu ataendelea kukubariki. Amen. Tuitaka kumbusha tu kwamba Pasaka ni tariki 20 ya mwezi huu unakuja. Leo hii tumegawa mwezi wa 3, punde tunaingia mwezi wa 4. Tariki 20 ni Pasaka. Kwa hiyo tangu mwisho wa mwezi huu tutajifunza habari hizo za Pasaka. Nilikuwa sehemu nikasikia watu wanauliza mambo mengi juu ya Pasaka. Tujifunze hiyo Pasaka ni nini, kwa nini tunafanya hivyo, imeamriwa na Biblia ama namna gani. Tariki 27 ya mwezi huu wa 4 tutakuwa na ile zamu yetu ya kumusifu Mungu na kumuabudu, kumuinua Mungu. Nilikuwa nataka sema kwamba wanaoimba, wanaotuongoza katika nyimbo, wajitahidi, wajipange kwa moyo, wajipange kwa nguvu, wasichelewe kwenye zamu za mikaguo yao. Yaani iwe kengele ya utofauti ambayo itakaa ndani yako, na usisukumwe na mtu, lakini ile sauti ambayo imekuita uitumikie kwa nguvu. Mjipange vizuri kama watu wenye wanatarajia watalipwa kesho, bila kuchelewa.
tunapenda munaanza mapema, munamaliza kwa muda unaofaa, ili tusiwe kwazo kwa watumishi wa Mungu ambao wanatupa nafasi za kufanyia kazi. Biblia inasema tusiwe kwazo aina yoyote, ili utumishi wetu usilaumike. Kwa hiyo tujitahidi kama watumishi wa Mungu, tusichelewe, tufanye kazi kwa muda unaofaa. Inapofika saa 1 kamili usiku, saa 12:59, stop. Kama ulianza saa 10, stop, enda nyumbani, utakuwa umefanya vizuri. Anza saa 10 kamili mpaka saa 1 kamili ya usiku, simamisha, nenda. Hapo hivyo umemaliza na matangazo na mashauri mengine. Itakuwa ni jambo la heshima na la kumtukuza Mungu. Tulikuwa tunataka pia kuonana na hao ndugu. Naona walio wengi hawajafika. Tulikuwa fikiri kwamba tutaonana na ndugu Lulinda na pia na Zenata Ashura, kuonana na ndugu Kausa pamoja na mama Muamini Shuli na ndugu Jedone, mama Janet, mama Akiza, mama Esperance. Kwa taka tuonane kidogo tuzungumuze, kwa sababu ya kazi kuna jambo tunataka tulichangie pamoja. Basi nafikiri hayo ndiyo matangazo ambayo tulitaka kuwatangazia jioni ya leo. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki. Tuendelee kukumbuka ndugu zetu ambao ni wagonjwa. Anje mpaka saa hii iko mgonjwa. Anje Faidor iko mgonjwa, iko mzaifu, anahitaji maombi yako. Hata na mama yake mzazi naye ni mzaifu. Mwandishi ndugu Lulinda naye hivyo ni mgonjwa, na jina wa Frigence pia naye ni mzaifu kabisa. Hao wote ni kuendelea kuwaombea, kuwakumbuka, ili Mungu awatie nguvu, awasaidie. Mungu awabariki. Na wale wanaojongea kuomba Mungu kila itwapo leo siku ya Jumamosi, tunawashukuru sana. Tunashukuru sana kwa kuona gisi hii chumba yuko na jaa watu vile. Tunashukuru sana kabisa. Basi ni jambo nzuri, linatutia moyo, linatutia nguvu kabisa. Tunaposikia mnatuombea, vinatusaidia sana. Hivyo Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwatia nguvu, aendelee kuwaimarisha. Okay, asante, Mungu awabariki. Amen. Tumeabudu, kuna orodha hapa ya watu walioshiriki. Kwa ujumla ni watu wote ni 46. Ya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafika mwisho wa programu yetu. Kanisa lote tusimame ili tuweze kufunga ibada yetu. Mtumishi wa Mungu Dedone, karibu kwa maombi. Muoneshe Mungu asante. Ni wewe umetukusanya, tumekutanana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumeona mkono wako wa ajabu ukifanya kazi katika mkutano wote mzima. Tunaomba nuru ya mbinguni
Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uondoke na kanisa lote tangu sasa na hata milele. Amen. Na wote wakasema Mungu awabariki.